Uhali gani mtazamaji wa TV, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Sofia Amani. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mmoja wa mapacha watano waliozaliwa Muhimbili apona changamoto ya kupumua. Miili ya wanaume wawili yapatikana Njombe, polisi watoa onyo kwa wauaji. Katika biashara, TRA wataka viongozi wa dini kuhamasisha ulipaji kodi kwa maendeleo ya taifa. Na katika habari za kimataifa, watu wenye silaha wamtorosha mtoto mwenye Ebola kutoka hospitalini DRC. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie huko jijini Dar es Salaam, ambapo tunaelezwa kuwa hali ya afya ya mapacha watano waliozaliwa siku chache zilizopita katika hospitali ya taifa ya Muhimbili imeendelea kuimarika licha ya mmoja wao kupata changamoto ya kupumua ambayo alipatiwa matibabu na hali yake kuimarika. Mwandishi wetu Gula Kimsola ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumzia hali ya mapacha hao waliozaliwa tarehe 15 Julai, mkuu wa kitengo cha watoto wachanga katika hospitali ya taifa Muhimbili, Dr. Martha Mkonyi, amesema wanaendelea chini ya uangalizi maalum na karibu wa madaktari wa hospitali ya taifa Muhimbili ili kuhakikisha wanakuwa na afya njema, wakiainisha kuwa kwa sasa watoto hao watano wote wana uwezo wa kunyonya maziwa ya mama yao. Tangu Jumamosi watoto walipopokelewa, tulikuwepo katika chumba cha upasuaji kwa ajili ya kupokea na vile vile kuwahudumia katika wodi ya watoto wachanga. Kwa sababu walizaliwa kabla ya kutimiza mimba yao kukomaa, watoto walihitaji usaidizi wa kupumua. Mmoja wao alipata kidogo changamoto ya kupumua, akapewa dawa kukomaza mapafu siku ya Jumapili, na kuanzia hapo watoto wamekuwa wakiendelea vizuri, wakiangaliwa kwa karibu na wauguzi na madaktari pamoja na mama. Hali yao ya afya kwa ujumla inaridhisha, wanaweza kutumia maziwa ya mama na usaidizi mwingine wa kitaalamu kwa jinsi inavyoendelea. Upande wake, mwakilishi wa mkurugenzi wa hospitali ya taifa Muhimbili akiwaeleza wazazi wa watoto hao watano, amesema hospitali hiyo itabeba gharama zote za matibabu ya watoto hao na mama yao hadi pale watakapopata nafuu na kuruhusiwa kutoka hospitalini. Hongera sana kakaangu. Sasa nikasema nije kuambia lile ambalo hospitali mkurugenzi mtendaji amepanga kuwafanyia. Kwa amesema toka siku hapa Anania afike hapa kwetu mpaka leo ni siku ya 32. Lakini kuanzia mwanzo mpaka siku ambayo mtaruhusiwa mama pamoja na watoto kwenda nyumbani, hospitali ya taifa Muhimbili itachukua hizo gharama. Kwa nyinyi inamaanisha mtatibiwa bure kabisa. Hongereni sana, na tukasema tuje tufanye hilo ili muone. Lakini jambo jingine ambalo nataka niseme kwa Watanzania wenzangu ni kwamba kwa kweli tunajivunia mfumo wetu wa afya. Ni kwamba hospitali zetu zina wataalamu wanaojitambua, kwa sababu walimhudumia pale hospitali ya Amana, walipoona kwamba sasa tumefikia ukomo, wakasema sasa lazima uende ukaendelee na matibabu hospitali ya taifa Muhimbili. Kwa hiyo tunawaasa na wenzetu wengi ili waweze kufanya hili jambo, kwamba wakiona wagonjwa na waona wakiona wamefikia ukomo wa kuwahudumia, basi wawalete hospitali ya taifa ili tuweze kupata huduma stahiki. Kama huyu amepata zawadi yake, mmepata nyinyi wote zawadi ya watoto watano. Wakizungumzia hali ya maisha baada ya kupata mapacha hao watano, baba mzazi wa watoto hao ambaye pia ni dereva wa bajaji katika eneo la Tabata jijini Dar es Salaam, pamoja na mama wa mapacha hao Bi Victoria, wameomba msaada kutokana na familia kuwa kubwa ikilinganishwa na kipato chao, huku wakishukuru serikali kwa msaada waliowapatia hadi sasa. Nashukuru manesi na daktari wa hospitali hii ya Muhimbili kwa kunihudumia. Nashukuru hospitali ya taifa Muhimbili, daktari na manesi wote walionipokea mpaka leo hii. Nashukuru watoto wangu wanaendelea salama. Kwa majina naitwa Simon Benjamin Mkwizu, tunatokea Ilala, Tabata, Dar es Salaam. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa safari ndefu ya mke wangu Victoria. Tunashukuru sana kwa mpaka hapa alipofikia. Alipata na tuligundua mara kwanza, tumegundua akiwa ni mjamzito, akiwa na miezi mitatu. Tulienda na kliniki ya Tabata Posta, inaitwa Malechera. Ndipo pale tukagundua kwamba ni mjamzito wa mapacha wanne. Kwa kweli tulifurahi sana. Tulienda na tumshukuru Mungu kwa kutupatia kwanza hizo baraka. Kutoka pale
tukahamishiwa hospitali ya rufaa ya Amana. Tulitoa rufaa kuja Muhimbili tarehe 15 ya mwezi wa 5 na akajifungua tarehe 13 ya mwezi wa 6. Tulitegemea kwamba atajifungua watoto 4, lakini kwa surprise tukajikuta tumepokea watoto 5. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe limetoa onyo kali kwa wananchi wenye tabia ya kujichukulia sheria mkononi, likisema halitasita kuwachukulia hatua za kisheria watu wote watakaobainika kuhusika na vitendo vya mauaji au kushambulia watuhumiwa baada ya kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Taarifa zaidi Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe anafafanua. Onyo hilo limetolewa kufuatia tukio la kupatikana kwa miili ya wanaume wawili wasiojulikana wanaokadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 35 na 36, ikiwa na majeraha kichwani na sehemu mbalimbali za miili yao. Miili hiyo ilikutwa imetupwa kando kando ya barabara katika mtaa wa Msete, kata ya Mji Mwema, halmashauri ya mji wa Njombe. Akizungumza kuhusu tukio hilo, kamanda wa polisi mkoa wa Njombe, kamishna msaidizi wa polisi ACP Mahmud Banga, amesema uchunguzi unaendelea ili kubaini chanzo cha tukio hilo pamoja na kuwabaini waliohusika. Miili hiyo baada ya jeshi la polisi kufika eneo la tukio ilikutwa ikiwa na majeraha kichwani na sehemu mbalimbali za miili ikiwa imetelekezwa eneo hilo, huku pembeni yake kukiwa na viroba 4 vya matunda ya parachichi. Jeshi la polisi mkoa wa Njombe linaendelea na uchunguzi wa tukio hili ili kubaini wahusika na kuhakikisha hatua stahiki dhidi yao zinachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi yani sungusungu mtaa wa Msete James Mhenga amesema wananchi walitoa taarifa baada ya kuona miili hiyo kando kando ya barabara, hali iliyosababisha viongozi wa eneo hilo kutoa taarifa kwa jeshi la polisi kwa hatua zaidi. Fika kwenye tukio hapa, kwa kweli ndio kama ulivyoona nimekuta miili hii imelala hapa, ila watu sijamkuta mtu hata mmoja. Kwa kweli hapa baada kufika hapa, hii miili bado haitambuliki. Haitambuliki kabisa. Mnyoja kuangalia hizi sura ni ngeni, lakini kama unavyoona wamewekwa viroba vya maparachichi kifuani. Na sisi hapa tumekuta na mshangao kwa sababu eneo hili haina parachichi, unavyoona mwenyewe haina parachichi, lakini hawa watu inaonekana walikuwa wanaiba parachichi. Kusema kweli mimi nilikuwa nimelala majira ya saa 11 hivi ndio nikahisi kuna kelele nje. Basi mimi nilihisi tu ni wapita njia tu, kwa maana sikumekucha. Katika hatua nyingine, jeshi la polisi mkoa wa Njombe limetoa rai kwa wananchi kufika katika hospitali ya halmashauri ya mji wa Njombe Kibena ili kutambua miili ya watu hao waliofariki dunia. Jeshi la polisi linawaomba wananchi katika mkoa wa Njombe kufika katika hospitali Kibena ili kuweza kutambua miili hiyo. Kutoka mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri Ofisi ya Makamo wa Rais Muungano na Mazingira Reuben Kwagilwa amewaomba wadau wa maendeleo kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali za kupanda miti ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa zaidi inasomwa na Mrisho Mapeo. Amesema hayo alipokutana na kufanya mazungumzo na watendaji wa benki ya NMB kwa lengo la kuimarisha ushirikiano na kuweka mikakati ya pamoja ya hifadhi ya mazingira endelevu. Kikao kimefanyika jijini Dodoma. Mheshimiwa Kwagilwa alisema kuwa katika kufikia lengo la upandaji wa miti takriban bilioni 2 lililowekwa kupitia dira ya 2050 zinahitajika nguvu za pamoja kati ya serikali na wadau na kuendelea kuhamasisha jamii kupanda miti kwenye maeneo yao. Gap iliyopo ni kwamba resources zimetawanywa sana. Kwa mfano, watu wote wanaopanda miti, wanaokupa takwimu wamepanda miti, ukiwauliza walitoa wapi, kwenye kitalu kipi, hawezi kukuonyesha. Kama ambavyo hawezi kukuonyesha ile walosema wamepanda. Sasa ukishaona hivyo, ujue kuna kitu hakiko sawa na lazima tukialign vizuri. Kwa kama ni miti, manake tuongelee mbegu za miti, hafu baadaye tuongelee vitaru, hafu baadaye tuongelee sasa subsistently mtu mmoja mmoja kupanda, lakini at large scale tuone mashamba ya miti au tuone hiyo
large scale plantations za miti. Kwa upande wake, mkuu wa biashara ya serikali NMB Vicky Bishubo amesema pamoja na masuala mbalimbali, benki hiyo imejikita katika shughuli za mazingira na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Jana tulitoa zawadi mshindi wa kwanza kama benki ilikuwa hivi. Mshindi wa kwanza alioshinda ambaye kwanza walifikia idadi ya miti iliyotakiwa na kuweza kuitunza kwa 80%, alipata kiasi cha shilingi milioni 50 kama zawadi ili kuwapa motisha. Kwa tutaendelea kushirikiana na wadau na taasisi zingine kwa sababu tumejiwekea lengo la miti milioni 10 kufikia mwaka 2030. Naye meneja mkuu wa NMB Foundation Nelson Karumuna amesema katika uchumi wa bluu, taasisi hiyo imetekeleza mradi wa kuwajengea uwezo wakulima wa mwani katika eneo la pwani ili waongeze kipato na kutunza maeneo ya bahari. Kwa sasa hivi tuna mradi tunafanya unaitwa Evolve. Evolve ni mradi ambao tunapunguza carbon emission kwa kuchampion matumizi ya electric vehicles, lakini hasa kwenye 2-wheel na 3-wheels. Focus yetu kubwa sana ni women, wale ambao wapo kwenye business tofauti ambazo hizo wanafanya production au wanafanya distribution. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Ubungo wakili Albert Msando ametangaza neema kwa wafanyabiashara wadogo wanaofanya shughuli zao kando ya barabara za TANROADS na TARURA wilayani humo, kuwa halmashauri inakwenda kuwapanga vyema na kuwatambua ili waepukane na adha ya kulipa fedha bila utaratibu, ambapo baadhi ya watu wamewageuza wafanyabiashara hao wadogo kama mradi na vyanzo vyao vya kujipatia fedha. Mwandishi wetu Mrisho Mapeo anafafanua zaidi. Akizungumza Juni 17, 2026 wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam, mkuu wa wilaya wakili Albert Msando amesema wafanyabiashara hao wamekuwa wakitozwa fedha bila utaratibu maalum zinazoishia kwenye mifuko ya watu bila serikali kunufaika, huku wafanyabiashara wakisumbuliwa. Hivyo ameziagiza TARURA na TANROADS kutambua kwa haraka wafanyabiashara wote waliopo ndani ya hifadhi za barabara ili warasimishwe. Aidha, neema hiyo pia imekwenda kuwagusa madereva wa bajaji na bodaboda, ambapo takriban bodaboda 5,000 zitatolewa na halmashauri kwa mkopo wenye masharti nafuu kwa madereva hao, sanjari na eneo la bodaboda Mbezi Luisi kufanyiwa maboresho, ambapo wakili Msando ameelekeza TANROADS na TARURA kuboresha eneo hilo lipate vyoo pamoja na kutengenezwa vibanda vya mfano kwa wafanyabiashara, huku akisisitiza wafanyabiashara kutoondolewa kwenye maeneo hayo. Msando amesema kuanzia Jumatatu Juni 22 madereva wataanza kuratibiwa kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya hiyo, ambapo watawezeshwa kupata nyaraka muhimu ikiwemo TIN namba, vitambulisho vya NIDA, vyeti vya kuzaliwa na leseni za udereva ili wanufaike na mikopo hiyo. Hivyo amewataka kufika wilayani kuanzia Jumatatu Juni 22 kupata msaada huo. Kwa sio kwamba wafanyabiashara wanaenda kuongezewa mzigo, hapana, badala yake tunaenda kuwapunguzia mzigo wa kulipa kiasi ambacho hakifiki serikalini na kila mtu anajiamulia. Yapo maeneo watu wanawalipisha wafanyabiashara shilingi 150,000, 200,000, shilingi 500,000, wakati serikalini hakuna kiasi kinachoenda. Jambo la mwisho tulilokubaliana na nililolielekeza ni kuhusu mikopo kwa madereva bodaboda na bajaji ndani ya wilaya ya Ubungo na wale waendesha maguta. Sanjari na hayo, mkuu huyo wa wilaya ya Ubungo amesitisha uwepo wa vituo bubu vya mabasi eneo la Mbezi magari 7 na kwa Yusufu, badala yake mabasi yote yatumie kituo cha mabasi cha Magufuli, na ametoa muda wa siku 3 kwa utekelezaji huo kufanyika, ikiwa ni katika mkakati wa kuongeza mapato ya halmashauri na kuimarisha usalama, kwani kupitia vituo hivyo bubu watu huingia jijini na kutoka kiholela. Akizungumzia vituo vya mabasi vilivyopo kwenye maeneo ya Shekilango, Mabibo hadi Magomeni, mkuu wa wilaya Albert Msando amesema swala hilo pia linaendelea kushughulikiwa na mamlaka mbalimbali ikiwemo Wizara ya TAMISEMI na kamati ya kudumu ya Bunge ya TAMISEMI ili kupata utaratibu bora utakaoondoa kero kwa wananchi bila kuathiri mapato ya halmashauri. Ni lazima kila mmoja arudi kwenye eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya stendi. Tutafanya operation maalum kuanzia Jumatatu ijayo ya kuhakikisha kwamba stendi bubu zote ndani ya wilaya ya Ubungo, haswa barabara ya Morogoro, zinaondoka.
Wale ambao wamefanya maendelezo, kuna watu wameshajenga mabanda pale kwa Yusufu na pia magari 7, warudi stendi ya Magufuli au warudi kwenye stendi maalum zilizotengwa kwa ajili ya upakiaji wa abiria na mizigo na kufanya biashara. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Kasi ya ukuaji wa maendeleo ya TEHAMA nchini imetajwa kuimarika kufuatia kuongezeka kwa kasi ya watumiaji wa vifaa hivyo, ikiwamo simu janja, ambapo hadi sasa zaidi ya simu janja milioni 28 zimetajwa kutumika, hatua ambayo imekuwa fursa kwa wabunifu na kampuni changa za teknolojia. Mwandishi wetu Goodluck Msola ametuandalia taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa kuzungumzia msimu wa pili wa tuzo za TEHAMA Tanzania, mkurugenzi wa tume ya TEHAMA Tanzania Dr. Nkundwe Moses Mwasaga amesema kasi hiyo ya ukuaji wa TEHAMA nchini imetokana na kuimarika kwa viashiria mbalimbali, hasa katika maeneo ya ujuzi, usalama wa mtandao pamoja na ulinzi wa taarifa binafsi, ambao unakwenda sanjari na kuimarika kwa bunifu na huduma za teknolojia, hali ambayo imepelekea mwelekeo wa Tanzania katika sekta ya TEHAMA kuendelea kufikia malengo ambayo yaliwekwa kupitia mkakati wa serikali wa uchumi wa kidijitali wa miaka 10. Serikali pia imewekeza kwa kiasi kikubwa sana katika eneo hilo, kama ile minara 758 ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe anahakikisha kwamba inajengwa kwa haraka ili uchumi wa kidijitali tunaujenga ujumuishe Watanzania wote, kwa sababu uchumi wa kidijitali maana yake ni shughuli za kidijitali za watu ambazo wanafanya. Alafu masuala mazima ya uchumi wa kidijitali ambayo ni nguzo nyingine, tuna mkakati wa miaka 10 na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yeye mwenyewe aliuzindua mkakati mwaka 2024, ni mkakati wa miaka 10 mpaka 2034. Kwa hiyo kuna mambo mengi tumeangalia pale, ikiwa pia kupima mchango wa uchumi wa kidijitali kwenye pato kuu la taifa. Hilo ni jambo ambalo tunaendelea kulifanya sasa hivi ili tuweze kujua kinaga ubaga ni asilimia ngapi. Kuhusu tuzo za TEHAMA, Mwasaga amesema kuwa tuzo hizo zitafanyika Julai 15 jijini Dar es Salaam, ikiwa ni sehemu ya kuendeleza ubunifu wa kampuni changa za Kitanzania, ambapo hadi sasa kupitia matokeo ya tuzo za mwaka 2025 ajira zaidi ya 800 zimeweza kuzalishwa, ikiwa ni pamoja na kampuni moja ya Kitanzania kupata nafasi ya kuendeleza ujuzi wake Dubai. Kama walioshiriki tuzo zilizopita zilifanyika kule Arusha, utakumbuka kuna vijana tuliwaibua, vijana ambao ni wabunifu wadogo, na kuna kijana mmoja anaitwa Afidh. Kwa tuzo hizi alifanikiwa kupata scholarship ambaye anafanya mafunzo maalum ya AI katika vyuo vikubwa huko Dubai. Hiyo ni moja. Kuna kampuni zingine, lakini of course siwezi nikasema kiasi gani cha pesa kwa sababu ni taarifa ambazo sikuwaomba kwamba kuelezea kwa jamii, ila kuna kampuni ambayo ilishinda ambayo imepata kazi kubwa kutokana na ubunifu wao wa kuzibadilisha maabara za shule za kata kuwa na maabara za kisasa kabisa za TEHAMA. Nao baadhi ya wadau masuala ya TEHAMA nchini wamesema watakuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha wanawezesha miundombinu na huduma zinazowafanya Watanzania kuendelea kufurahia huduma za TEHAMA. Kwa maana hiyo leo hapa kama Yas Tanzania tuko hapa tukishirikiana na tume ya ICT kama mkurugenzi alivyozungumza awali. Kazi yetu sisi ni kuhakikisha pia support ama toa ushirikiano katika kushereheka ama kuibua vipaji mbalimbali katika lengo ndogo kabisa ya wale individuals, vitengo mbalimbali kama kampuni binafsi, lakini pia taasisi tofauti. Sasa hivi tuko 90% ya maandalizi ya hizi tuzo za TEHAMA. Kikubwa mimi nilichokuwa tunataka nisisitize ni kwamba tumeanza kuuza tickets. Kwa hiyo nilikuwa na wakaribisha wadau waweze kununua hizo tickets, na kama ilivyosema hapo awali, ticket moja ni 2,500 na kwa kikundi manake ni meza ya watu 8 ni milioni 4. Hadi sasa zaidi ya maombi 300 ya kampuni changa yamewasilishwa kwa ajili ya kuchakatwa wania tuzo hizo, ambapo kwa sasa zinatazamwa kama mwelekeo mpya na muhimu katika sekta ya TEHAMA Tanzania. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Singida TAKUKURU imewakamata na kuwapandisha mahakamani watuhumiwa 8 kwa makosa mbalimbali ya utakatishaji wa mali katika mahakama ya Manyoni mkoani Singida. Amini Nyaungo na taarifa zaidi kutoka Singida.
Hayo yamefanyika leo ambapo wakili wa serikali Godfrey Songolo hapa anatuambia waliokamatwa pamoja na makosa yao. Msingi wa washtakiwa wamefikishwa mahakamani kwa makosa mbalimbali ambao wanatumiwa nayo, ikiwemo masuala ya utakatishaji wa fedha, matumizi mabaya ya madaraka, wizi wakiwa watumishi wa umma na mengine. Na tayari shauri limesomwa mahakamani ambapo hawakutakiwa kujibu chochote kile kwa vile mahakama bado haina mamlaka ya kusikiliza shauri hili mpaka itakapopewa kibali. Vinginevyo linatakiwa lisikilizwe na mahakama ya uhujumu uchumi. Katika hatua ya shauri bado upelelezi unaendelea, na kwa hivyo shauri limetajwa litakuja tarehe nyingine kwa ajili ya kusikiliza ambapo itakuwa ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Aidha, mmoja kati ya hao anaweza kupata dhamana. Wakili wa serikali anarejea, anatueleza. Mheshimiwa amesema kwamba anaweza akapewa dhamana kama ataweza kuomba mahakama kuu, kwa sababu kiwango ambacho kipo katika shauri hili ni shilingi milioni 501,138,000 na shilingi 17, kiwango ambacho ni kikubwa, ambacho mahakama ya hakimu mkazi au mahakama ya hakimu haiwezi ikatoa dhamana mpaka mahakama kuu, kwa sababu mahakama ya hakimu mkazi mwisho wake ni shilingi milioni 300. Kama kesi thamani yake ni shilingi milioni 300, basi inaweza ikatoa dhamana, lakini kwa kiwango cha shilingi milioni 501, hiyo mpaka afanye maombi maalum mahakama kuu, basi mahakama kuu ndio inaweza ikampa masharti ya kupewa dhamana. Ni mashtaka mangapi wanaotuhumiwa nayo? Mashtaka ambao mpaka sasa wanakabiliwa nayo yapo mashtaka 6. Mashtaka 6 ambayo ni kuna shtaka la utakatishaji wa fedha, kuna shtaka la kuongoza genge la uhalifu, kuna shtaka la matumizi mabaya ya madaraka, kuna shtaka la embezzlement, ni kama ufujaji wa fedha, lakini kuna shtaka la... Hii imetokana baada ya agizo la Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba kutaka uchunguzi ufanyike kutokana na makosa yaliyoidhinishwa. Asante sana Amini Nyaungo kwa taarifa hiyo. Taasisi ya tiba mifupa na ubongo Muhimbili MOI inatarajiwa kuanzisha benki maalum ya viungo kwa ajili ya kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa viungo katika matibabu ya magoti na nyonga katika taasisi hiyo ambayo tayari imeshatoa huduma kwa wagonjwa zaidi ya milioni 3 hapa nchini. Zaidi tujiunge na Gula Kimsola kwa undani wa taarifa hiyo. Akizungumza katika maadhimisho ya miaka 30 ya taasisi ya tiba mifupa Muhimbili MOI, Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Seif Shekarage ameisisitiza MOI kupanua wigo wa huduma ili kupunguza msongamano wa wagonjwa, pamoja na kuendelea kushirikisha taasisi nyingine katika kutoa elimu ya kuweza kuzuia ajali ambazo zimeendelea kugharimu maisha ya Watanzania. Uzuiaji ni muhimu sana. Hatuwezi kuendelea kuongeza wodi kwa sababu wagonjwa wengi wanapata ajali. Ni lazima tu prevent. Kwa hiyo wito wangu kwako mkurugenzi na wote walioko hapa, tunapoadhimisha miaka 30, hebu tuhakikishe kwamba katika miaka 30 to dedicate 2 weeks au at least few days to dedicate miaka yetu 30 kutoa elimu kwa umma juu ya kujizuia na kujikinga na trauma. Tusipofanya hivyo, sasa hivi ukienda pale, siku moja nimefanya ziara, wapo wengi na wanaendelea kuja na haitatosha. Upande wake mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya MOI Dr. Mpoki Ulisubisya amesema taasisi hiyo hadi sasa imeshahudumia wananchi zaidi ya milioni 3 pamoja na kufanya upasuaji kupitia uwekezaji ambao umefanywa na serikali, kwa kiainisha mipango ya MOI kuanzisha huduma mpya za matibabu ikiwemo benki maalum ya viungo vya mifupa ili kuwezesha kukidhi mahitaji ya tiba mifupa nchini. Tunategemea katika siku za karibuni kuanzisha huduma maalum ambayo itawasaidia watu wenye matatizo ya kutetemeka pamoja na ile convulsions kama degedege, kwa kupitia katika kitu kinacho deep brain stimulation, ambayo itasaidia wagonjwa kama wale ambao wanahusika na mambo ya Parkinsonism na vitu kama vile, alafu kuendelea kuwekeza kwa umahiri mkubwa zaidi afua mbalimbali zitakazokuwa zinahusu watu wenye matatizo katika mfumo wa fahamu. Swala la maumivu sugu ni shida ambayo watu wengi wameishi nayo kwa miaka mingi sana bila kupata ufumbuzi. Wenzetu upande wa
upasuaji wa mfumo wa fahamu. Sasa hivi wanaelekea katika utaratibu wa kuweza kusaidia kuwawekea vipandikizi vitakazosaidia kupunguza makali ya maumivu yale, kama sio kuyaondoa kabisa kabisa, ambayo inaitwa ni pain modulation kupitia katika implant ambazo zitakuwa zinawekwa pale. Wali wakizungumza, makamu mwenyekiti wa bodi ya uongozi wa MOI pamoja na mmoja wa waanzilishi wa taasisi hiyo Profesa Lawrence Nselu wamesema MOI kwa sasa imekuwa tegemeo si tu kwa nchi ya Tanzania bali pia kwa mataifa jirani, hasa baada ya kupiga hatua kubwa katika utoaji wa huduma za matibabu ya kibingwa na bobezi. Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi ya wadhamini ya MOI ina wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa taasisi hii inaendelea kutekeleza dhamira yake ya kutoa huduma bora, salama na zenye viwango vya kimataifa. Kama bodi tunasimamia utendaji wa taasisi, tunatoa mwelekeo wa kimkakati, yani strategic direction, na kuhakikisha kuwa rasilimali zilizopo zinatumika kwa manufaa ya wananchi na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Kwa sasa MOI inahudumia wagonjwa kati ya 500 hadi 800 kila siku, huku ikiwa inaendelea kukamilisha ujenzi wa awamu ya 3 ya taasisi hiyo ambayo itawezesha kujenga jengo ambayo itahudumia wagonjwa kati ya 1000 hadi 1500 kila siku. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoani Geita imewafikisha mahakamani watumishi 7 wa umma kwa tuhuma za ubadhirifu wa fedha za umma zinazokadiriwa kufikia zaidi ya shilingi milioni 89. Watumishi watatu halmashauri ya manispaa ya Geita wanadaiwa kufanya ubadhirifu wa zaidi ya shilingi milioni 40 kupitia mfumo wa ukusanyaji mapato wa serikali za mitaa, Local Government Revenue Collection Information System, unaotumia mashine za kukusanyia mapato za point of sale. Inadaiwa kuwa watumishi hao walishindwa kuwasilisha mapato hayo kwenye akaunti ya serikali kwa mujibu wa taratibu, na hivyo kuisababishia serikali hasara kubwa. Taarifa na Joel Maduka kutoka Geita inatufafanulia zaidi. Aidha, TAKUKURU mkoani humo imewafikisha mahakamani watumishi 4 wa mahakama ya hakimu mkazi Geita kwa tuhuma za ubadhirifu wa zaidi ya shilingi milioni 41. Inadaiwa kuwa fedha hizo zilitolewa kupitia akaunti ya mirathi ya mahakama kuu masijara ndogo ya Geita, ambapo watumishi hao waliwapa watu 2 ambao hawakuwa na madai yoyote ya mirathi. Watumishi wanaotumiwa na kuhusika na ubadhirifu wa mapato ya halmashauri ya manispaa ya Geita ni Hari Hassan Simfukwe, afisa umwagiliaji wa manispaa ya Geita Edward Claudi Kamugisha, pamoja na Epines Legnesi Mushi. Kwa upande wa mahakama ya hakimu mkazi wanaotumiwa Bulemo Yuda Mswega, Messi Geoffrey Magazi, Barido Donatus Kafene, John Wambo. Pia uchunguzi unaoonyesha kuwa walishirikiana na watumishi kutoka idara nyingine za serikali ambao ni Menadi Mbena na David Thomas. Kwa mujibu wa TAKUKURU, uchunguzi wa matukio hayo ulikamilika, na baada ya kupata kibali kutoka ofisi ya taifa ya mashtaka NPC, watuhumiwa hao walifikishwa mahakamani leo ili kujibu tuhuma zinazowakabili. Wakati huo, baadhi ya wakazi wa mji wa Geita wamepongeza hatua zinazochukuliwa na TAKUKURU katika kuendelea kudhibiti mianya ya rushwa na kulinda rasilimali za umma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hatua ambazo zinachukuliwa na taasisi ya kupambana na rushwa TAKUKURU, kwa namna ambavyo wamekuja na njia bora kabisa ambayo sisi kama wananchi tumeona kwamba matokeo haya yatakuwa matokeo bora. Yaani na maana hatua za kisheria kutokana na taasisi hiyo ya kuchukua kutoka kwa taasisi binafsi pamoja na taasisi za kiserikali. Hii imeonekana itakuwa msaada mkubwa sisi kwetu wananchi, kwa sababu itakuwa na manufaa makubwa ya kuweza kudhibiti rushwa kuanzia kwenye taasisi binafsi pamoja na taasisi za kiserikali. Kuhusu utendaji kazi wa TAKUKURU, mimi naona wako sawa, kwa sababu wanapofanya hivyo wako kwenye haki, na inafanya na hata wale walioko nyuma wanaofanya kazi kwenye ofisi hiyo ya TAKUKURU wanapata weledi mzuri wa kuweza kufanya kazi ili wananchi waweze kuwaamini kwa kile wanalokuwa kilifanya. Hiyo ya TAKUKURU imetajwa kuwa ni sehemu ya juhudi za serikali za kuimarisha uwajibikaji na kuhakikisha fedha za umma zinalindwa. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Makundi maalum hasa ya watu wenye ulemavu yametajwa kuwa miongoni mwa makundi yanayopaswa kupewa kipaumbele katika utoaji wa huduma za kijamii na kushirikishwa kikamilifu katika mijadala ya maendeleo ya taifa kuelekea utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050. Taarifa ya Recho Chacha inasomwa hapa studio na Goodluck Msolla. Hayo yameelezwa na katibu mkuu wa kanisa la Kiinjili Kilutheri Tanzania KKT
Logate Molele alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam mara baada ya kufungua mkutano wa kimataifa wa kisayansi unaojadili ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika jamii. Molele amesema ili kufikia malengo ya ujumuishi na endelevu ni muhimu kuhakikisha makundi maalum yanapata huduma bora za afya, elimu na fursa nyingine za maendeleo pamoja na kushirikishwa katika maamuzi yanayohusu mustakabali wa taifa. Kuna mambo mengi ambayo wana haki mbalimbali, lakini limeonekana jambo ambalo limeachwa kwa muda mrefu na jamii haikuona kama ni muhimu. Kwa hiyo unapokwenda kupata huduma za kiafya, haswa afya ya uzazi, wamekuwa wakipata shida kwa sababu miundombinu iliyopo kwenye hospitali mbalimbali na katika ofisi mbalimbali haziko rafiki kwa ajili yao. Upande wake, mratibu wa huduma za afya kwa watu wenye ulemavu kutoka Wizara ya Afya, Dr. Msafiri Kabulwa, amesema serikali kupitia Wizara ya Afya imeendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ya kuweza kuboresha upatikanaji wa huduma kwa watu wenye ulemavu. Amefafanua kuwa juhudi hizo zinajumuisha kuboresha miundombinu ya vituo vya afya, kuongeza mazingira rafiki ya utoaji wa huduma, pamoja na kuhakikisha kundi hilo linapata huduma za afya kwa urahisi na kwa usawa. Wizara imeshirikiana na wadau mbalimbali mara tu baada ya Shirika la Afya Ulimwenguni WHO kuzindua taarifa ya kiulimwengu ya huduma za afya kulingana na mahitaji kwa watu wenye ulemavu mwaka 2022, ikaandaa mwongozo na mkakati kwa ajili ya utoaji wa huduma kulingana na mahitaji kwenye ulemavu. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia utekelezaji wa mwongozo huu tutaweza kuvifikia na kuviondoa vikwazo kama si vyote, ili watu wenye ulemavu nao waweze kunufaika na huduma za afya kama kwa watu wengine. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Katika kipindi hiki cha likizo kwa wanafunzi nchini, Jeshi la Polisi mkoa wa kipolisi Tarime limesema linaendelea na ukaguzi wa mabasi ya shule pamoja na kutoa elimu kwa madereva na wahudumu wa magari ya shule ili kuhakikisha wanafunzi wanasafirishwa kwa usalama pindi shule zitakapofunguliwa. Adam Kadutu ana ripoti zaidi kutoka mkoani Mara. Jeshi la Polisi mkoa wa kipolisi Tarime Rorya linasema kufanya ukaguzi wa magari ya shule wakati huu shule zikiwa zimefungwa kunatoa nafasi kwa wamiliki wa vyombo hivyo kufanya matengenezo na marekebisho ya kasoro zitakazobainika kabla ya wanafunzi kurejea shuleni. Kamanda wa polisi mkoa wa kipolisi Tarime Rorya, kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Mark Njera, akizungumza na madereva na wahudumu wa mabasi ya shule wakati wa zoezi hili la ukaguzi wa magari haya, anasema lengo ni kuhakikisha magari yote yatakayobeba wanafunzi yanakuwa salama na yanakidhi matakwa ya sheria za usalama barabarani. Tumeamua kufanya zoezi hili mapema kwa sababu kama tutabaini kuna ubovu kwenye magari ambayo tunakagua, bado tunao muda wa kufanya marekebisho, kwa sababu bado shule hazijafunguliwa. Kwa hiyo tunatarajia kwamba tukifanya mapema, tukibaini ubovu, tunawapa nafasi ya kwenda kufanya matengenezo alafu yarudi tena kwa ajili ya ukaguzi. Naye mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa kipolisi Tarime Rorya, Kamanda Hamisi Wembo, anasema imekuwa ni fursa ya kutoa elimu kwa madereva na wahudumu wa wanafunzi kwenye magari ya shule, huku akisisitiza suala la kuwalinda watoto dhidi ya vitendo vya ukatili. Hao ambao wanahusika na kuhudumia wanafunzi wanapoenda kuwachukua majumbani na pia kuwapeleka shuleni na kuwarudisha majumbani, tunawapa pia elimu ya kuhakikisha usalama wa watoto katika kuwasafirisha. Kwanza wapo ndani kwenye gari, lakini pia wanapowahudumia kwenda kuwachukua wanapotoka nyumbani lao kuwapeleka au wanapotoka shule na kurudi nyumbani. Mwenyekiti wa Umoja wa Madereva wa Magari ya Shule pamoja na mwenyekiti wa shule binafsi wilayani Tarime wanapongeza hatua hii ya Jeshi la Polisi. Kama kuna taarifa yoyote inayohusiana na usalama wa watoto, basi tuipate kwa wakati na tuweze kushirikiana na uongozi ili kuifanyia kazi. Tunapokuwa tunaitwa shule za private, wote tufike kwa sababu umoja ni nguvu. Iko siku utakuja kupata na tatizo, kumbe gari lako halikuweza kupata ukaguzi. Magari ni lazima yakaguliwe. Hatuwezi kubeba watoto bila kujua usalama wa gari ukoje. Adam Kadutu, TVE Habari, Mara. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.